الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه، ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله، وبارك على محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله في العالمين إنك حميد مجيد. فيا حماة الإسلام، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعة، فقد فاز المتقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، kwanza kabisa nawahusieni juu ya jambo kubwa mno, nawahusieni juu ya jambo moja kubwa mno la kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama inavyostahiki kuihusia nafsi yangu juu ya jambo hilo. Tumwogopeni sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ala kulli hal. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inatakana tumshukuru sana kwa kutupatia uwezo na hidayah na nguvu kwa kufika sehemu hii ambayo kwamba tupo sahini, ambayo kwamba ni khairul bukai fil ardhi, ni miongoni mwa sehemu bora katika ardhi. Ardhi hakuna sehemu bora kuliko sehemu ambayo kwamba tupo sahini, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia mahala ambapo kwamba tumetoka, tumewacha shughuli zetu, tumeelekea moja kwa moja katika khairu bukai fil ardhi, katika sehemu bora sana katika ardhi. Hilo tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani sahini kuna wenzetu ambao kwamba wako katika maeneo ambayo kwamba si bora katika ardhi, wako katika viwanja vya kumuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wako katika mikutano ya kumuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mimi na wewe Mwenyezi Mungu ametuelekeza mpaka tumeingia katika khairu bukai fil ardhi, miongoni mwa sehemu bora katika ardhi. Tuwajibu tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kuzungumza suala hilo, akasema wa khairu ahliha awwaluhum dukhulan, na bora kabisa ambao kwamba watajaliwa kuingia sehemu hiyo ambao kwamba ni msikitini hapo, khairu ahliha awwaluhum dukhulan, ni wale wa mwanzo kuingia katika jengo hilo, ndio bora kabisa. Na sisi alhamdulillah tumejitahidi, tumefika watu wa kwanza
ndani ya jengo hili, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiruhum khurujan, Mtume sallallahu alaihi wasallam yosema, na vile vile wawe ni wa mwisho kutoka katika jengo hilo. Hao ndio watu bora sana, wa kwanza kuingia na wawe ndio wa mwisho kutoka katika jengo hilo. Basi tumuombe sana Mwenyezi Mungu tuwe katika kundi hilo insha Allahu Taala. Kauli ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yosema, annasu fi masajidihim wallahu fi qada'i hawaijihim, watu wakimbilie katika nyumba zao za ibada, hususan ikifika time ya ibada, wawache shughuli zao ambao kwamba wako nazo, wawache biashara zao, wawache mambo yao ambao kwamba wako nayo. Annasu fi masajidihim, watu wakimbilie misikitini wakati wa ibada. Wallahu fi qada'i hawaijihim, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko tayari kusimama kidete kushughulikia matatizo yako. Lakini kwanza ukimbilie katika jengo la ibada kwenda tekeleza ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sisi tuko na matatizo mengi, wa kumkimbilia ni nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yosema, annasu fi masajidihim, watu wakimbilie katika misikiti katika wakati wa ibada. Hukuambiwa uje mapema msikitini ulale saa 4 saa 5, hapana, bali ni wakati wa ibada ikifika ukimbilie msikitini. Wallahu fi qada'i hawaijihim, na Mwenyezi Mungu yuko tayari kukusimamia mambo yako, kukutekelezea mambo yako, shida zako. Kwa hiyo tuko na shida nyingi. Kwa hiyo dawa kabisa kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwa ikifika taimu ya ibada tuwache shughuli zetu, tuwache vikao vyetu, tuwache mabiashara, tuwache kila kitu ambacho kwamba tunakifanya, tukimbilie msikitini. Hapa ndio kila kitu, katika nyumba ya ibada ndio kila kitu kiko ndani. Annasu fi masajidihim wallahu fi qada'i hawaijihim. Faya humata al-islam, ma zilna natahaddath an mawdhu'i al-istikhara was-sihr. Bado hatujaacha katika hutuba yetu ambayo kwamba tulipitia katika Ijumaa ambayo kwamba imepita, na hatukumalizia, tukasema insha Allahu Taala katika juma ambayo kwamba itafuatilia tutakuja malizia hutuba yetu katika suala zima la al-istikhara was-sihri, jambo la kumuomba sana Mwenyezi Mungu khairi. Ukiwa unataka khairi wewe yoyote, mkabili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na uachane na tuachane na mambo ya kuenda kwa watu ambao kwamba ni viumbe na kuwauliza hali yako ya nyumbani, kuwauliza hali yako ya biashara. Biashara yangu niangalilie, ikiwa biashara yangu itaenda vizuri, niangalilie hali yangu itakuwa namna gani, naangalilie mtoto wangu yataka kusafiri sasa, yataka kwenda ng'ambo kidogo, lakini muangalie mwanzo, je, hii safari itakuwa namna gani? Hayo ni mambo ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza, tena ameyazungumza kwa kinywa kipana kabisa, kwa kinywa kipana kabisa, na ni moja katika mambo ambayo kwamba nawaqidul Islam, yanaharibu Uislamu, yanavunja Uislamu, yanatengua Uislamu wako, namna vile ambavyo kwamba wakati uko na udhu, baadaye udhu ukishikwa na mikojo, ukienda chooni pale tayari una udhu. Kwa hiyo ni moja katika mambo ambayo kwamba nawaqidul udhu, nawaqidul Islam, ni mambo ambayo kwamba yanaharibu Uislamu wetu. Jambo la kuenda suala zima la ramli, tunazungumzia ramli. Kwa hiyo bado tuko katika hali hiyo hiyo, au tuko katika maudhui hayo hayo. Kwa nini tuko katika maudhui hayo? Ni kwa sababu inna nasiru bikafaratin, katika ulimwengu ambao kwamba tunaishi sahini, ni ulimwengu ambao kwamba uko na mtihani mkubwa sana. Ulimwengu ambao kwamba tunaishi ni ulimwengu wa akhiru zama, ni zama za mwisho, uko na mitihani na balaa. Zada alhajiru biha, joto ambalo kwamba limezidi wakati huu ni kubwa mno, la kupapia watu katika suala zima la maisha,
Kila mmoja yuangalia maisha yangu yatakuwa namna gani, kila mmoja maisha yangu yatakuwa namna gani. Sasa badala ya watu waende namna vile ambavyo kwamba ametuelekeza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kupapia maisha, watu wanaingia katika milango ambayo kwamba haifai kabisa, milango ambayo kwamba inaharibu Uislamu wetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kakataza hilo. Zada alhajiru biha wa qalla alma, joto limezidi, joto la kupapia ulimwengu sahini. Na masikitiko ni kuwa imani zetu, imani sahini ni ndogo sana. Imani zetu ni ndogo sana, na tuko katika bahari ambayo kwamba imechafuka, iko na mawimbi ya hali ya juu sana. Lazima tuwe tutachukua jukumu la kuzenduana na kuambiana na kufahamishana mambo ambayo kwamba yamekita mizizi katika jamii. Ni masala ambayo kwamba hayafai kabisa, na ni masala ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwachukia kabisa. Mja si yoyote atakayefikwa na jambo na akamkabili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si watu wote. Si yoyote ambaye kwamba atafikwa na jambo amkabili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala moja kwa moja, si watu wote. Wengi wetu tutaenda kwa watu tuwaulize hali zetu za maisha, hali zetu zimeharibika. Mbona wakati ule biashara yangu ilikuwa inaenda vizuri, saa hii haiendi vizuri? Kwa nini? Mbona hali yangu, mbona hali ya mtoto wangu imeharibika? Niangalie kwa nini. Na ufahamu yule ambaye kwamba unamuuliza hana uwezo wowote. Yeye mwenyewe mwambie ajiulize hali yake iko namna gani, ajiangalie hali yake, anijua hali yake. Lakini katika iman umeweka iman na fikra ya kuwa huyu yuaona mbali kuliko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wacha nimweleze mambo yangu, anaangalie maisha yangu iko namna gani. Hilo ni suala ambalo kwamba liko ndani ya jamii zetu, na ni jambo ambalo kwamba limekita mizizi, na ni jambo ambalo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza kwa kinywa kipana, na ni nuksi kubwa katika maboma zetu, na ni balaa katika maboma zetu na maisha yetu kiwa tutaenda katika upande huo. Na Waislamu ilmu ambazo kwamba tunazipata ndani ya misikiti na ndani ya madarasa, ilmu ambazo kwamba tunazipata ndani ya misikiti tuzifikishe majumbani tafadhali, tusibaki nazo katika vifua vyetu. Ndio maana jamii imeharibika, ndio mambo yameharibika, kwa sababu ilmu tunazipata katika misikiti tunabaki nazo katika vifua, hatufikishi katika majumba. Hiyo ndio matatizo makubwa ya jamii ya Kiislamu, na ndio madhara makubwa, na ndio tunaona maboma na hali imeharibika katika mujtama, kwa sababu hatufikishi ilmu tunazozipata katika misikiti. Kwa mfano jambo kama hili la al-istikhara wa sihri, jambo la kutaka ushauri Mwenyezi Mungu. Ukiwa unataka ushauri, mshauri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala usiende kwa mtu ambaye kwamba yuangalia ramli. Hili ni jambo ambalo kwamba yafaa ukilipata mahala popote uende nalo mpaka kwa jamii, ukakae na watoto wako, familia yako, uwaeleze kuwa leo nimeokota kitu ndani ya msikiti, kumbe nimeelezwa ya kuwa mimi nilikuwa sifahamu. Kumbe suala la ramli ni suala ambalo kwamba ni baya sana katika Uislamu, halifai na haliko ndani ya Uislamu, na kumbe ni nuksi kubwa katika maisha yetu sisi. Hayo ni mambo ambayo kwamba yatakana tukae na jamaa au na jamii tuwaeleze masala kama hayo. Lakini masikitiko ni kuwa kila ambalo kwamba tunalipata ndani ya misikiti tunabaki nalo katika vifua. Sivyo hivyo, wala si mafunzo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio sababu mujtama umeharibika sana. Hakuna kuambiana, hakuna kukaa na kuelezana masala ya dini, hakuna wakati huo. Ndio tunaona watoto hawatusikizi kabisa. Mtoto ukimtuma hataki, mtoto ukimwambia aende madrasa hataki, mtoto yuvuta bangi mbele yako, mtoto ni mwizi, mtoto ameharibika, kwa sababu huna wakati wa kukaa na familia kuwaeleza masala ambayo kwamba unayaokota ndani ya misikiti.
Haya ndiyo madhara makubwa ambayo kwamba yako katika jamii ya Kiislamu, na mambo mengi ambayo kwamba yanaharibika katika jamii ni kuwa ilmu ambazo kwamba tunazipata hatuzifikishi majumbani, tunabaki nazo katika vifua. Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa ilmu wanazozipata ndani ya misikiti wanazifikisha majumbani kwao. Ndio maana Uislamu ulinawiri wakati wao, zama zao, nyumba zao zilinawiri. Ndio maana Uislamu ulizagaa duniani ukawa unatisha. Haukuchezewa Uislamu zama za masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini saa hii hakuna mtu ambaye kwamba yuonekana duni thamani kuliko Muislamu. Kwa nini? Kwa kupuuza na kukaa nacho kile kitu. Unafahamu hasa hiki kitu cha haki na kinafaa nikusanye jamii yangu nieleze, lakini tunabaki navyo katika vifua. Madhara yake ni kuwa hali imeharibika, mujtama umeharibika na unazidi kuharibika ila antakuma saa. Kwa hiyo kila ambalo kwamba tunapata ndani ya misikiti tufikishe katika majumba insha Allah taala. Na madhara yanayopatikana katika jamii, madhara yanayopatikana katika jamii ni makubwa mno, na yanasababishwa na ramli, yanasababishwa na ramli. Familia hazipatani kwa sababu ya ramli. Utaona mmezaliwa watu 5, 6, 7 mpaka 10, lakini yule kuna mmoja ambaye kwamba alikwenda angalia akamuona mwenzake ni mbaya, ndugu yake. Mwingine naye amekwenda angalia anaona babake ni mbaya. Mwingine ameangalia anaona mama si mzuri, huyu anaendea kinyume. Familia, unaona familia kila mmoja amejitenga kivyake, ni yeye na watoto wake na yeye basi. Hali inaharibika katika mujtama kwa sababu ya kuamini vitu ambavyo kwamba hakuna kabisa katika Uislamu, kuamini mambo ambayo kwamba Mtume kataza kwa kinywa kipana kabisa. Kwa hiyo tujiepushe na masala kama haya, yanaleta balaa katika mujtama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yasema, wayataallamuna ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawjihi. Haya ni mambo ambayo kwamba ukienda kwa yule mtu kumuuliza masala ya maisha yako, hakuna jambo lingine anakutenganisha wewe na bibi yako, wewe na bwana wako, wewe na mzazi wako, wewe na ndugu zako, msielewane. Hakuna kitu kingine, hakuna kitu ambacho kwamba yukifahamu ndani ya maisha ya mwanadamu isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Familia sahini mahala imefikia, ikitaka kumsafirisha mtoto wao ni lazima kwanza waende mahala kwenda angalia mwanzo. Hilo ni jambo ambalo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza. Familia sahini ikitaka kuozesha mtoto wao, binti wao, kwanza waende mahala maaluman, kutazama wakati maaluman na saa maaluman. Ndio tunaona ndoa nyingi sahini, ukiambiwa ndoa itakuwa saa 7, basi mtakaa hapo, mtajazana, mtaswali, mkimaliza na hakuna bado, watu watangoja bwana harusi hapo, utangoja mpaka saa 8. Usiseme kuwa kuna jamu au kuna matatizo gani, hapana, ni ile saa maaluman ambayo kwamba imepangwa mpaka ifike. Hakuambiwa ni saa 7, ameambiwa saa 8 kamili uende pale. Watu huko wanangoja, maskini wameswali, watu wanangoja, watu wako na time maaluma ambao kwamba wamepangiwa na mtu ambaye kwamba yeye mwenyewe hajielewi hali yake ya kimaisha. Kwanza maisha yake ni mabaya kuliko wewe ambaye kwamba umeenda kumuuliza masala yake. Haya ni masala ambayo kwamba ni mabaya sana, na Mwenyezi Mungu yuachukia kitu kama hicho. Ni mfano baba yako mzazi au wewe mzazi umwambie mtoto wako, si mtoto ambaye kwamba yuanyonya, mtu mzima yuko na shughuli zake, umwambie baba, nataka ufanye kadhaa wa kadhaa, au uende mahala kadhaa wa kadhaa, alafu akupuuze. Utasikia namna gani? Akupuuze. Umemwambia kasona, ni mtu mzima, unamwambia kama mtoto wako, fanya uende mahala fulani baba. Ikifika ile time ukimuuliza anasema sikuenda, utasikia vipi kama mzazi? Na wewe huna uwezo, wewe ni kuzaa tu, umezaa, lakini utajisikia namna gani yule mtoto hakushughulika katika masala yako, ameenda kinyume na wewe? Je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba ndiye yatukuruzuku,
yeye ndiye kila kitu. Hii sim card ndiye ameiweka katika mwili wako, roho. Sim card hii akitaka yuaitoa tu wakati wowote, ujione wewe hali si hali. Yeye ndiye yuko na uwezo wa kila kitu. Leo amekwambia niombe mimi, niulize mimi, unaenda kwa binadamu, kwa kiumbe. Atasikia vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Atasikia vibaya sana. Tujiepushe na suala kama hilo. Sasa tufanyeje ya Rasulullah? Kiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupatia muongozo ya kuwa tusiende ng'ambo hiyo, tusiingie katika milango hiyo, ni mibaya, inaharibu Uislamu wetu. Tufanyeje ya Rasulullah? Nastaghfirullah li wa lakum, nastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Ya salam. Alhamdulillah rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Tuko katika suala zima al-istikhara was-sihri, jambo la kutaka ushauri. Kiwa unataka ushauri wake wa hakika, kuna jambo la kutatiza. Kuna ushauri wa kibinadamu, unamfuata mwenzako unamuuliza namna gani, mimi nataka kufanya jambo mbili tatu, unalionaje, hebu nishauri. Kuna ushauri wa kibinadamu kawaida, lakini kuna ushauri mbaya sana ambao kwamba ndio tunauzungumzia. Ushauri mbaya ambao kwamba tunauzungumzia ni kutoka nyumbani kwako Muislamu, mguu mosi, mguu pili unamwendea mtu kumuuliza hali ya maisha ya mtoto wako, namna vile ambavyo kwamba yataka kusafiri, maisha yake yatakuwa namna gani, safari yake itakuwa namna gani. Unaenda kumuuliza mtu maisha, hali ya biashara yako, ambaye kwamba yajua hali ya biashara yako, siri ya biashara yako ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo unamkabili mtu, naambie hali ya biashara, yeye mwenyewe hana biashara, anangoja hizo shilingi 5 ambazo kama utampelekea anasema alhamdulillah. Leo unamuuliza hali ya mabiashara, mapesa, unamuuliza hebu nieleze hali ya biashara yangu itakuwa namna gani, atakwambia nini wewe mtu? Hilo ni jambo ambalo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu ambaye kwamba atatoka mguu mosi, mahala ambapo kwamba tuliachia Ijumaa ambayo kwamba imepita, mguu mosi nyumbani kwake, mguu pili nyumbani kwake, anaelekea kwa mtu kama yule, afike pale amuulize hali ya biashara yangu, nataka kufungua mimi biashara yangu Mtwapa mahala fulani, lakini naona pale mmekabwa sana na watu wengi wamefungua pale, hebu niangalilie. Yule bwana akakaa pale, akaangaliliwa vizuri, akaelezwa. Kuna wengine ambao kwamba wanaangalia mtu anachukua juzuu haswa, ana juzuu amma hii, mtu anaangalia alifun baun taun, wewe mwenyewe ujielewi kabisa, unasema huyu anaangalia alifun, anafungua alifun baun taun, anaangalia, alafu baadaye anakuambia, wewe mwenyewe umekaa tu pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam yasema, ukakaa pale ukamsikiliza vizuri, na kila ambalo kwamba atakwambia utasema naam, sadakta, unasema kweli, wewe unasema kweli. Mtume yasema, fasaddaqahu bima yaqul fakad kafara bima unzila ala Muhammad, umekanusha yote yaliyoteremshiwa bwana wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wama alladhi unzila ala Muhammad, mambo gani ambayo kwamba yaliteremshiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alquranul Karim. Kwanza umekanusha hakuna Qur'an, umekanusha kabisa hakuna Qur'ani. Yani ina maana umeichukua Qur'ani, umeikunja kunja, umeiweka katika shimo la choo, haina maana kabisa. Jambo la kwanza. Pili, umekanusha hakuna hija. Tatu, umekanusha hakuna saum. Nne, umekanusha hakuna swala, kwa sababu ndio vitu alivyoteremshiwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je, ukifikia kiwango kama hicho utakuwa bado Muislamu? Utakuwa umetoka, unaingia katika lile fungu la nawaqidul Islam, mambo yenye kutengua Uislamu. Ni mambo ambayo kwamba hayafai kabisa, ni mambo ambayo kwamba yatakikana tujiepushe sana. Tumuulize mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye alikuwa akifanya vipi? Maisha yamekuwa magumu, hata wakati ule maisha yalikuwa magumu. Kwani mtume alikuwa akifanyaje? Alikuwa akienda kwa watu
kuangaliwa hali zake au namna gani, au masahaba. Mtume sallallahu alaihi wasallam kana an-nabi yujriha fil umuri al-mubah. Mtume sallallahu alaihi wasallam tabia zake alikuwa akipitisha hii swala maaluman ambayo kwamba inaitwa salatul istikhara katika mambo yake yote ya halali. Kila jambo lake analiona na shaka, anaona shaka hili jambo litakuwa namna gani, yuaswali raka mbili, anaswali raka mbili, anasoma dua maaluman aliyoifunza mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ndio ulikuwa mwenendo wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye Mtume anataka sana na sisi tuwe kama yeye, tuigize yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusijaribu kwenda kinyume na mafunzo ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna asbab al-amni, kumalizia, hakika jambo la kupatikana amani katika familia, katika mujtamaa, haipatikani amani nzuri illa fi shay'in wahid, isipokuwa mahala pamoja peke yake. Amani haipatikani katika familia, na maanisha kuwa familia zimevurugana, familia hazielewani, baba mmoja mama mmoja, watu hawaelewani, watoto hawaelewani na wazazi kwa sababu ya kutazama masala ya ramli. Kwa hiyo amani haipatikana mahala kwingine isipokuwa wa huwa fi din. Amani inapatikana katika dini peke yake. Tena dini uishike kama vile alivyotufunza mwenyewe Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Basi yule mtu ambaye kwamba yarju liqaa rabbih, anataraji mkutano na Mola wako. Yule ambaye kwamba anataraji mkutano na Mola wake, na hakika kila sote tunataraji mkutano na Mola wetu, na hakuna kuhepa kabisa mkutano na Mola wako. Ni lazima utakuwa na mkutano na Mola wako, ni lazima utakuwa na mkutano na Mola wako, ni lazima utakutana na Mola wako. Kwa hiyo basi yule mtu ambaye kwamba yarju liqaa rabbih, anataraji mkutano na Mola wake, falyamal amalan salihan, tujibidiishe kufanya vitendo vyema vya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ad-dinu nasiha, dini ni kunasihiana, dini ni kuambiana. Lazima tukumbushane masala ambayo kwamba hayaingiliani na dini yetu insha Allah Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم